بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Dada zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunaendelea na muhadhara wetu al-mar'atu wa Ramadhan, mwanamke na Ramadhan, katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho katika muhadhara kama huu, kwa sababu azma yetu kama tulivyowaahidi insha Allah katika wiki yetu ya mwisho tuweze kuzungumzia yale ambayo tumekubaliana katika kikao kilichopita, nayo insha Allah ni Jumamosi inaokuja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tukimaliza wakafati ambazo mwanamke katika Ramadhan anatakiwa azichunge sana, kwanza ningependa kuwakumbusha yale ambayo tuliyazungumzia katika wiki iliyopita. Tukasema katika wakfa ya kwanza mwanamke ana haja kubwa sana kupangilia mambo yake na kuyatanguliza yale ambayo ni muhimu, ambayo yanao nafasi bora zaidi, ayaweke katika kipaumbele katika barnamaji yake, ili aweze kuzalisha matunda ya fadhila na thawabu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na tukasema barnamiji kama hii inahitaji ipatikane kwa sababu litawazun baina a'maliki albayt wa khidmatuki min jiha, baina ya kuweka balance kazi zako za kinyumbani na khidma yako kwa upande mwingine, wa baina istithmari hadha ash-shahr min jihatin ukhra, na kwa upande wa kuzalisha matunda katika mwezi kama huu. Katika wakfa ya pili tulizungumzia kwamba huko kutumikia kwako familia yako nyumbani, mume, watoto, kwa kuandalia iftar, ni jambo ambalo lina faida kubwa, lina thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni mlango wa kuwafuturisha watu, na mtume anasema wanaondoka na ajiri kubwa sana wale ambao wanafuturisha. Lakini tukasema katika kuandaa kwako chakula kama hiko, tia nia ya khairi ili upate thawabu. Tukasema walakin ihtasibi dhalika, tarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika wakfa ya tatu tulizungumzia katika muhadhara uliopita
kuwa huko kuwatumikia familia yako, na ukiwa nyumbani pengine unaandaa chakula, unapika, unasafisha, unapanga mipango yako ya kawaida ya kila siku kama daily routine, kupangua. Tukasema jambo kama hili unatakiwa upatilize ndani yake na amalul lisan, kazi ya ulimi. Mbali na kwa huku na karanga pengine unapika, lakini kazi ya ulimi uweze kushikanisha na kazi hiyo yako ya nyumbani kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika faida kubwa za adhkar, akituambia alhamdulillah tamlaul mizan, kwamba alhamdulillah inajaza mizani kwa thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile tukasema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Uweze kutemka maneno kama haya wakati unafanya kazi zako za nyumbani. Jiepushe na kuimba wakati unaweza nafasi ile ukuitumia ulimi wako kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama anavyotutaka tumtaje kwa wingi, wasabbihuhu bukratan wa asila. Haya ni katika yale ambayo tulizungumzia katika liqa iliyopita. Wakfa 3, pangilia mpangilio wako kwa utaratibu na utangulize katika ule mpangilio aulawiyat, mambo ambayo unatakiwa uyape kipaumbele zaidi ni yapi unatakiwa uyafanye kwa siku. Alafu ukimaliza hapo, jua hili ambalo wewe unalifanya nyumbani ni wajibu kwako, ni daily routine, unaandalia iftari familia, lakini weka nia mzuri ili upate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. 3, unganisha kazi zako za nyumbani na kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utakuwa unapata thawabu na huku unafanya kazi zako za nyumbani. Leo insha Allah tunaingia katika sehemu ya pili. Tunazungumzia alwaqfatu rabi'a, katika ile mambo muhimu natakiwa uyachunge katika Ramadhan, katika mada yetu hii kubwa, almar'atu wa Ramadhan. Waqfa ya 4, i'lami rahimakillah, jua Allah kurehemu, anna ramadhana shahrul judi wal ihsan. Jua kuwa Ramadhan ni mwezi wa ukarimu na ni mwezi wa kufanyiana ihsani mbalimbali. Kila mtu anatakiwe awe mkarimu sana katika Ramadhani, ni mtoaji kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempatia katika neema mbalimbali. Anacho cha kuzidi, basi awe mkarimu kwa ndugu yake, awe mkarimu kwa jirani yake, kwa sababu ni mwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu zaidi kuliko miezi mingine. Kawaida Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ajwadun nas, lakini katika mwezi wa Ramadhan unampata Mtume sallallahu alaihi wasallam anapandisha zaidi bidii yake katika kukirimu watu mbalimbali. Na hususan katika 10 la mwisho, 10 ambalo kwamba Jibril alayhi salam anakuja kumfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani, mwezi au masiku kama haya mwisho unampata Mtume ni ajwad. Kwa nini tunahimizana katika wakfa kama hii tuwe ni wakarimu, tuwe ni watu ambao tunafanyiana ihsani mbalimbali? Kwa sababu kuna hadithi nyingi sana za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinawahusu wanawake kwa upande huu wa ukarimu na kupeana tuno na zawadi na iftari, hususan kwa majirani, kama ile kawaida ambayo mnaofanya. Hayo yote ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume amehimiza juu ya sadaqa, kutoa sadaqa. Katika hadithi iliyopokewa na Muslim fi sahihihi, Mtume anasema, ya ma'shara an-nisa, ewe mkusanyiko wa wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi sana, wa akthirna min al-istighfar, na mukithirishe kuleta istighfar, fa inni raaitu kunna akthara ahli an-nar,
kwa sababu mimi nimewaona katika wingi wa watu wa motoni ni nyinyi wanawake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sadaka itatukinga na jahannam, sadaka itatukinga na adhabu kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume akawahimiza wanawake wakithirishe kutoa sadaka, wakithirishe kuleta istighfar, kwa sababu Mtume alipoenda kutembelea moto na pepo asema nimewaona wengi ni wanawake waliomo kule ndani. Kwa tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na atulinde na jahannam. Na katika hadithi nyingine vile vile ambayo ni sahihi, iko katika sahihi al-Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tasaddaqna ya ma'shara an-nisa, toeni sadaka enyi mkusanyiko wa wanawake, walau min khulli kunna, japokuwa ni kwa mapambo yenu. Una mapambo yenu kama dhahabu, kama ni fedha au mapambo mengine ambayo mnayatumia katika mapambo, toa hata kama ni hizo, mpe mwenzako ambaye hana, ni mdhaifu sana kukuliko. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza. Kwa hivyo ikiwa ni shahrul jud, huu ni mwezi wa ukarimu, watu kupeana, katika wakfa kama hii ya 4 tunahimiza hili kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe mwanamke na Ramadhan ukithirishe kutoa. Ikiwa basi huna sadakati za kupeana, ndo apike mwenyewe, basi kile ambacho wewe umepika cha ziada usimsahau jirani yako. Tutakuja kuona hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza hilo. Fa amma aljudu fi Ramadhana fa innahu afdalu min aljudi fi ghairi, kwa mkarimu mtu katika Ramadhani ni bora marudufu zaidi kuliko mtu kwa karimu katika Shaabani, kwa mkarimu katika Rajab, kwa mkarimu katika idi la kwanza. Maki idi la kwanza ni wakarimu kweli, maki kama kumepikwa vyakula mbalimbali, visahani mbalimbali, upeana kisawa sawa, kila mtu ana furaha. Ukarimu ule unatakiwa zaidi upatikane katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umepata hata ni mchele wa ziada, na unajua hali ya familia yako alhamdulillah si kubwa, hiki cha ziada jirani yako usimsahau. Umepata ni tende japokuwa ni boksi moja, ukamtolea majirani, na majirani ni wale waliokuzunguka kulia kushoto, upande wa mashariki, upande wa magharibi, upande wa kibla, upande wa mgongoni huko. Na katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Aisha ameuliza, ikiwa nimepata cha ziada, na tumehimizwa halahala jirani katika hadithi ambayo umesema mazala Jibril yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni, angali Jibril ananusia jirani kila wakati, hala jirani. Sasa mimi nauliza, katika hawa majirani walionizunguka, ni jirani upi wa karibu nikiwa nacho cha ziada pengine kinamtosheleza jirani mmoja, nimpe upi? Mtume amwambia ni yule aqrabu, yule ambaye yuko karibu na wewe kimlango. Yule ambaye yuko karibu na wewe kimlango, basi jirani huyo umwangalie kwa haraka. Kwa nini? Mtume akataja sababu. Yule ambaye yuko karibu na wewe na mlango anaona kile kinachoingia. Tuktuk imepaki pale, pickup imepaki, imeteremshwa gunia 3, kumeteremka bandali 2, kumeteremka keni ya mafuta, kumeteremka tende, boksi la majani, anaona, anakodolea macho. Na yeye mumewe maskini katika ile martaba ya chini, yeye mpaka aende ndo aje nacho tena jioni, kipindi cha lala salama cha saa 10 pale, kupikwe kama ni wali, kupikwe kama ni sima, kudanganywe hapa na pale, vijana nao wafurahi. Kwa sababu yule anaona kinachoingia kwa jirani. Kwa hivyo kukimbia shari mbalimbali za al-ainu haqqun, jito lina miale ya hasad, basi Mtume asema, amwambia Aisha, huyo ale kukabili mlango, basi muangalie zaidi kuliko ule ambaye amekaa ubavuni haoni na ule amekaa ubavu wa kulia. Kwa hiyo ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huu ndio mwezi unatakiwa uwe mkarimu zaidi. Walidhalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ndo kamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ajwada min ar-rihil mursala. Mtume alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko hata upepo ulioachiliwa. Unajua upepo unavyotembea kwa kasi ukiwa unavuma, basi Mtume anashinda ule upepo kwa ukarimu wake. Akiwa nacho anatoa, anampa yule. Na hii ni kawaida yake. Alikuja bwana mmoja kuislimu
kisha akahitaji kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampatia wanyama walioko baina ya jabali, kile kiaridhi kilioko baina ya jabali mbili, kuna wanyama pale walisha. Mtume akampa wote ni wake. Akarudi kwa watu wake kuambia, fanyeni haraka muislimu, kwa sababu Mtume yu'ti ataan, anatoa la yakhsha alfaqr, haogopi ufukara kabisa. Ameitoa wanyama wote wamenipa, hebu endeni haraka mukaislimu. Hii ni kuonyesha yeye ilikuwa kawaida yake ya kutoa. Walikuja maansara wakati mmoja akaomba kwa Mtume, Mtume akawapa. Wakaja grupu ya pili maansara wakaomba kwa Mtume, Mtume akawapa. Wakaja grupu ya tatu maansara wakaomba, Mtume akawapatia. Walikuja wanne, Mtume hakuna kitu. Kisha Mtume akamwambia haiwezekani, katika nyumba ya Mtume kwa kuna chakula cha ziada, kisha ameweka hakiba awanyime. Mtume akawahimiza kusubiri, akawahimiza kuwa na kanaa, na akawaambia hakuna neema aliopewa mwanadamu kuliko kusubiri. Kwa utapata ilikuwa ni kawaida yake hii kutoa, lakini Ramadhani ni ajwad, ni mtoaji na mkarimu zaidi kushinda miezi yote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min aljudi fi Ramadhan, na katika miongoni mwa ukarimu katika Ramadhan ni it'amu as-saimin, kuwalisha wenye kufuturu. Wale wenye kufuturu ukawalisha, basi hiyo ni juhudi kubwa sana. Tumeeleza mwanzo katika kikao kilichopita, huko kuwafuturisha waliofunga inasababisha upate malipo makubwa makubwa. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man fatara saiman, mwenye kumfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, atakuwa na yeye ana mfano wa malipo ya yule aliyefunga, min ghairi an yanqusa min ajri saim shay'a, bila yule aliyefunga kupungukiwa na thawabu zake. Yani thawabu atakazozipata mfungaji kisha wewe ukamfuturisha, kwanza wewe una thawabu zako mwenyewe kama aliyefunga, kisha una thawabu tena za mtu wa tatu. Mtu wa tatu, yani thawabu za ule mwenzako ambao umemfuturisha, na wewe una thawabu kama zile mzima. Kama Mungu amemwekea bilioni 1 thawabu, wewe una bilioni 1 na zako pia bilioni 1. Wakati thawabu hatujui ya saumu ni kiwango gani, hatujui. Saumu ni ya nani? Ni ya Allah, na Allah anasema wa ana ajzi bi, hatujui thawabu. Kwa hivyo wewe utakuwa umepata thawabu, huyo ni mtu mmoja. Umefuturisha majirani zako ambao ni wanyonge, ukapeleka vyakula mbalimbali katika zile ambazo umepika. Amekula baba mtu, amekula mama mtu, amekula watoto ambao wameingia katika funga, si watoto wachanga. Pengine kwa bahati mbaya kile chakula chako kwa bahati nzuri kimeliwa na watu 3 4, umefuturisha wangapi? Kwa hivyo huu ni mwezi wa kuvuna. Kwa katika wakfa hii ya 4 tukithirisheni kutoa na kufanyia ihsan. Vile vile wahrisi ala ihsani jiranuki, kuona pupa sana kumfanyia wema jirani yako. Limadha? Lianna laha haqqun bisaqbiha, kwa sababu jirani ana haki kwa ule ukaribu wake. Kwa ule ukaribu wake, kwa yeye ndo anaweza kukuhami wakati wote, kuliko mamako aliyoko mtaa mwingine, kuliko babako, kuliko dada zako aliyoko mitaa mbalimbali. Kama unavyojua watu wanavyoishi katika maisha yetu ya kileo, wale majirani ndio wa kukuhami. Unapotoa sauti yako ya hali ya juu, Khadija au Maryam, ndio anasikia yule pale. Lakini ukisema mama, dada, wako Bamburi, wewe uko upande mwingine, pengine Kisauni, au pengine ni mitaa ya mbali ya kuvuka hata bridge huko. Kwa hivyo usisahau hili, kuwa na pupa kumfanyia ihsan jirani yako, hususan katika mwezi kama huu wa Ramadhan na wewe umefunga. Fa idha tahaiti at-ta'ama fala tansaha, unapopika vyakula usimsahau. Tena ni zile unazozipenda wewe zaidi. Tunaambiwa hibba linafsi ma tuhibbu. Sio umepika sambusa 20, sambusa sipeleke. Sambusa utaka kuangalia kama pengine chapati, mahamri, zile vizuri zabaki wewe nyumbani na mzee na watoto wako. Toa hiki, ampe hiki. Pengine unasema za majirani ni viazi karai, wapika viazi vya karai vingi, jioni visahani ndio vinaanza kuingia majumba, viazi vya karai. Lakini iftari yako mashaallah, katilesi, kababu, sambusa vizuri, hapo utakuwa hujafanya vizuri. Umesaidia kweli, umefanya ihsan, lakini
Allah anatuambiaje? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamutaufikia wema kiurahisi. Wema haupatikani kiurahisi mpaka mtu atoe kati ya zile ambazo anazithamini zaidi. Ndio yule sahaba mmoja alipoisikia hiyo aya akaenda katoa shamba kubwa maarufu, likijulikanaje shamba hilo walimwangu na wanafunzi wako hapa? Laitwaje hilo shamba lilotolewa? Ikiwa tutasahau, hiyo ni mtihani kwa wanafunzi. Kina mama najua pengine wamesikiza washasahau. Wanafunzi lazima ikae hapo. Shamba kubwa liko pande wa qibla ya msikiti wa Mtume Madina, mbele ile Qubbatul Khadra, ile taizi yote iliyotandikwa pale, ndio hilo shamba lilotolewa na huyo sahaba baada ya kusikia hiyo aya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni shamba lilikuwa nalipenda sana, shamba lilikuwa na mitende sana, mitende mizuri, tende mzuri. Ilipoteremka mpaka mutoe kati ya zile mnazozipenda zaidi, alikwenda kamtume akamwambia ndio hilo shamba. Shamba lilipewa jina Bayruha. Mshalikumbuka? Bayruha, jina hilo shamba laitwa hivyo, likatolewa na sahaba mtakatifu. Mtume akamwambia ni mali mengi sana, akamwambia mtume, nimetoa fi sabilillah. Chukua kagawanyia karibu zako, ukawasaidie wanyonge, toa katika fi sabilillah. Kwa hiyo utapata mpaka tutoe zile ambazo tunazipenda zaidi. Na pengine ni katika zile 2-3, mahali kuna kizuri unatoa kimoja unaweka pale, na pale kizuri unatoa kimoja pale, ili uweze kuwafuturisha. Na usidharau hata tende. Wallahi ukasema yeye huleta na kisahani cha mazuri, mimi upeleka tende. Peleka tende tena kabla ya adhan. Huenda tende yako uliyopeleka kabla ya adhan ndio kweli ikamfuturisha yule aliyefunga. Huu ni mwezi wa ukarimu na kufanyiana ihsan. Usimsahau jirani, kwa sababu jirani ana fadhila kubwa sana. Waljaru ahaqu bisaqabihi, kwa swadi na kwa sini. Jirani ana haki kwa ule ukaribu wake kuliko yoyote. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia wakati tutaka kupeana tuno au zawadi, ni zaka, kwanza tuangalie aljari dhil qurba, jirani ambaye ana ukaribu. Kuna majirani sampuli kama hiyo, sampuli 3. Kuna jirani ambaye ni katika aqarib, ni katika relative wako, ni jirani kisha ni familia yako. Huyo ana haki mara ngapi? Haki ya kwanza ya ujirani kama Muislamu, haki ya pili dhawil qurba, ni katika familia ya karibu. Huyu mwangalia kwanza. Jirani wa pili Allah akasema waljari dhil junub, ule ambaye ni ubavuni lakini hana ukaribu, ni jirani tu, Muislamu tu, sawa, lakini hausiani na relative yote katika familia yenu. Yule ni jirani namba 2 ambaye ana haki zaidi pia. Na mwingine ni sahib bil jambi, umesafiri kwa bahati mbaya garini, unaye jirani umekaa naye, huyo pia anaitwa jirani, ana haki. Unapokula muangalie naye, unapotoa vizuri muangalie naye. Japokuwa ulimwengu wa leo watu wanaogopa, huenda pengine umempa kitu akala, ule unasafiri naye, kitu kama kile kikamdhuru, akawa ni mwenye kupoteza maisha yake. Watu wanakuwa na hofu katika hali kama hiyo. Lakini tumehimizwa na Allah jirani, na ndio Jibril akamuhimiza mtume kila wakati hala jirani. Wakati mmoja sahaba mmoja anasema, nimetoka naenda kwa mtume na haja naye, nikienda nikampata mtume amesimama na bwana mmoja wanazungumza kwa muda mrefu, mpaka sema huyu bwana hana adabu, yamchokesha mtume mnamna vile. Na yeye amekaa kando asubiri amalize na yeye ndo aende. Alipoondoka mtume akamwambia, ni vipi ya Rasulullah, mbona ule mgeni amekusimamisha muda mrefu anakuzungumzisha? Mtume akamwambia, umemuona? Akamwambia, nimemuona. Akamwambia, ule ni Jibril. Yule basi ni Jibril. Katika ile yote alikuwa akinizungumzisha kwa muda huo, ananuhusia kuhusu jirani. Imagine, ni kwa jirani ni mtu muhimu katika maisha ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia jirani ana haki kufanywa ihsan, kukirimiwa kwa ule ukaribu wake. Hadithi hii imepokewa na Bukhari min hadithi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Vile vile katika wakfa kama hii ni pana, tunaipanua kuwa na ihsan na aljudi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan kwa jirani. Ni hadithi ya Abi Shuraih al-Adawi, anasema sami'at udhnaya, masikio yangu yalimsikia Mtume, wa absarat aynaya, na macho yangu yaliona, sio kuambiwa. Hii natakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kipindi Mtume amesema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, yule ambaye kwamba anamwamini Allah na kuyamini siku ya akhira, basi amkirimu jirani yake. Falyukrim jarahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi sahih. Yule ambaye kwamba anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, anamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anaogopa kesho akhira atakwenda kuulizwa, na anaamini kuna hisabu, kuna jazaa kwa aliyefaulu peponi na aliyefeli motoni, basi Mtume amwambia mwenye kukumbuka hayo, mwenye kuamini hayo, falyukrim jarahu, amkirimu jirani yake. Wa fi riwayatin inda Muslim, falyuhsin ila jarihi, katika riwaya nyingine amfanyie ihsani jirani yake. Wa qasuila rawi alhadith Ata al-Kharasani, mmoja katika maswahaba alipoulizwa juu ya maana ya hadithi, huwa alipokea hadithi kwa urefu, ma haqqul jari ala aljar, haki ya jirani ni ipi kwa jirani mwenzake? Tumehusiwa tufanyie wema jirani, tuchunge haki za jirani. Amuuliza huyu mwenzake, maana ya haki za jari ni zipi? Ma haqqul jari ala aljar, faqala, kasema, idha sta'anaka a'antahu, ni kipindi anapokutaka msaada basi wewe humsaidia. Wa idha istaqradaka aqradtahu, ni kipindi anapohitaji mkopo kwako basi nawe unamkopesha. Wa idha iftaqara, umemkosa kwa muda humuone, utta ilayhi, unamwendea kumtafuta jirani yako. Wa idha maridha, akiwa mgonjwa, uttahu, waenda kumuuguza na kumwangalia. Wa idha asabahu khairun, na ukipata mazuri, neema kama hizi za Ramadhani, au mwenzako pia jirani amepata mazuri, jambo la kumfurahisha, amepata jambo la neema, hanatahu, unaenda kumpatia mkono wa tahnia, mashaallah, barakallahu fik. Hayo yote ni katika hukuku za jirani. Wa idha asabathu musiba, na akifikiwa na msiba, azaitahu, unaenda kumpa pole. Wa idha mata, na jirani anapokufa, ittaba'ta janazata, unafuata jeneza yake. Kwa wanaume, kwa wanawake wanakwenda pale kupeana taazia na pole, hawaendi kuzika wanawake. Wa ghairuha kathir, na mengi yanaingia katika hukuku za jirani. Tukimalizia katika Ramadhani, wa idha tahaiti ta'aman ladhidha, na unapopika chakula tamu kenye ladha, utafanya, utamsaidia. Fala tansa. Zote hizi zinaingia katika hukuku za jirani, kama alivyouliza huyu mmoja. Mambo mingi sana umeziandika, ni mambo muhimu umeziandika. Ukiulizwa jirani haki yake nini, au simtukane, kuna hukuku nyingi, andikeni hizi zisiwapite. Anapotaka msaada, wamsaidia. Anapotaka kukopeshwa, unamkopesha. Na hii kukopesha kuna kipimo chake, sio ni mtu wa kuchukua na kuregesha. Ukimwona ndio yule sasa ni mtihani, sasa mwambie ndugu yangu, komboa ile ya kwanza, kisha ndio nikupatia ngapi ya pili, usizidishe madeni. Na unapomkosa, hiyo ni haki ya pili. Unapomkosa, haki ya tatu, ukafanyaje? Ukamtafute mwenzako. Sijamuona leo, ni siku ngapi huyu jirani, mbona simsikii? Hodi, mbona uko wapi mama? Mama kumbe alisafiri, tokea safari. Ndio hayo sasa, hujui kunaendelea nini. Pengine ni jirani yako hajafungua mlango kwa muda, wewe unasema amelala, kumbe inna lillahi wa inna ilaihi. Unapomkosa, hasa kama mazoea ya uswahilini, mnaonana asubuhi kila wakati, umemkosa asubuhi mzima, usichukule la pengine ameondoka. Mtafute mapema, madamu si kawaida yako. Hilo la ngapi? La pili. La tatu hilo. La tatu ustadha, unapomkosa mtafute kwa haraka. Akiwa mgonjwa, nenda ukamtembelee. Ya ngapi hiyo? Ya 4. Akifikiwa na jambo zuri la kumfurahisha, jirani yako amepata neema, pengine kumezaliwa mtoto, ni mjukuu huko tena, nenda ukapeane tahnia, sawa?
ile furaha kwamba Mwenyezi Mungu akubariki kwa neema hii, mashallah mashallah. Tunatakiwa tufanyane hivyo, na usije kwa baadaye ukasema tajirani hanipiti, na maana hili jambo nilolipata halikumfurahisha, basi onyesha huu ni hasidi yangu. Toka na ukienda katika mabustani yale ya khairi, sema masha Allah. Hiyo ndio tunatakiwa tuambiane. Barakallahu fik, Mwenyezi Mungu akubariki. Wa idha asabathu musiba, ya ngapi hiyo? Ya 5 sasa. Akifikiwa na musiba, nenda ukamtazii, na anapokufa jirani yako nenda ukamzike. Na mambo mengi yanaingia ndani. Hilo ya mambo mengi yanaingia ndani tukamaliziaje? Unapopika futari yako mzuri yenye ladha, basi usimsahau jirani yako. Na huenda mambo yakawa ni mazuri, naye akakupa chake kizuri ambacho wewe hukupika. Na kama zamani mama zetu walikuwa kifanya, zamani kuna futari za mtaa, nyumba zilizozunguka pande mbili, kulia na kushoto, ama zenye kuangaliana, wazee walikuwa kitandika jamvi. Mwenye nyumba hii ametoka na mofa wake na samaki wake, mwenye nyumba pili ametoka na tapati zake na maharagi zake. Kila nyumba kama inapika chakula kimoja, kisha inawekwa katika mkeka mmoja, utapata ni aina mbalimbali za futari. Lakini kwa sasa kila mmoja kuambia bati lake, kwa lugha za kwetu, bati lake. Wajua kila mtu rabi nafsi. Tusifanye hivyo. Huu ni mwezi wa aljud, mwanamke na Ramadhani akithirishe kutoa, na sana asimsahau jirani yake, kwa sababu jirani ni mtu muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza la jirani amehusia sana na kuhimiza ala ihda'il jirani li ba'dihim walau bi shay'il yasir, walau bi shay'il yasir. Uweze kumkumbuka jirani yako kwa kumpatia kitu japokuwa ni kidogo sana, kitu chepesi. Useme hiki naona kama kitu duni, nikimpelekea hata nifahamu vibaya. Na pengine kuna wengine jirani wale jeuri, akipewa mitie katika dustbin. Kwa hivyo haina haja. Pengine asubuhi nitakipata katika sudlatul qumama, dustbin ya nje, hiko kile nilopeana jana ndio kile kinatupwa. Usihofie hiyo. Wewe kwako kwa Allah ushapeana, thawabu zako zimesimama. Walau bi shay'il yasiri. Tazama hiki kitu duni, Mtume anasema katika hadithi ya Bukhari na Muslim, fima min hadithi Abi Huraira, Mtume anasema ya nisaa almuslimat, tena anawahutubia wanawake kabisa. Ya nisaa almuslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, la tahqiranna jaratun lijaratiha, asidharau jirani wa kike kumdharau jirani mwenzake wa kike, walau firsina shati, japokuwa ni kwato ya mbuzi. Firsina shatu ni kwato ya mbuzi. Kuna dhira'u shat, mkono wa mbuzi. Mkono wa mbuzi unaanza wapi? Baada ile goti kuja katika kifua chake. Hii inaitwa dhira'u shat. Mtume alikuwa kila nyama hiyo. Kisha kuna firsi na shat, ni kuanzia chini mpaka katika goti. Kwa lugha za kileo tunasema marondo. Usimdharau jirani yako japokuwa ni kwa supu ya marondo. Si kitu kidogo hiko? Ya nini ameleta mfupa? Kwato imetoka ile kiatu tu, kisha imebakia ile nyama nyororo inaoingia katika ile kwato. Kuanzia pale paka kwa goti, kama wanavyofanya wale watu wanachoma mbuzi miguu kisha wakatoa zile ngozi wakachemsha. Mnaona hizo supu Mtume anasema japokuwa ni hiyo, usimdharau jirani yako, mpelekee kitu kidogo. Kwa hivyo huu ni wasia wa Mtume, anawaambia wanawake, ya nisaa almuslimat la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsina shat. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mlango wa aljud, kufanyia ihsani na ukirimu jirani, akahimiza vile vile katika hadithi nyingine iliyopokewa na Abi Dharr al-Ghifari. Hadithi iko katika sahihi Muslim. Mtume anasema, ya Aba Dharr, amwambia ye Aba Dharr, idha tabakhta maraqatan, unapopika mchuzi, fa akthir ma'aha, kithirisha maji yake yawe mengi, wataahad jiranak, na umpatie jirani yako ile supu
ya kitoweo chochote, basi zidisha maji, huenda yakasaidia. Na jirani huja kwambia, niangalie na mimi japokuwa ni mchuzi, harufu tu, angalau watoto wangu wasikie ile harufu ya chakula, wapate ile appetite ya kula. Kwa hivyo ndo akaambiwa Abadhar, usidharau, umepika supu yako, ni mchuzi wako, zidisha ile maji. Usiseme ngoja kwanza, leo nataka nyama karanga, mchuzi wangu leo ni maziwa mala, kwa hivyo supu hiyo imechemka mpaka imeenda zake chini. Hiyo supu kuna wengine waitafuta. Kwa hivyo ikiwa wewe kusudi lako, upishi wako ni kwa namna hiyo, wakati supu tayari imeshaiva kwa ni supu, itenge supu kiasi fulani cha jirani, supu iliyobakia iache ikaushe upishi wako huyo mzuri. Useme nikitoa supu nyama itakuwa haina testi ya mkango, kwa sababu nyama ni ikole supu. Kwa ujuzi wenu kwa ujuzi wenu wa upishi, basi toa nusu, ile nusu iteremke iingie katika nyama vizuri, basi ule na kitoweo na maziwa mala. Mtume anamwambia Abadhar, zidisha maji katika mchuzi kama ule. Hii ni kuonyesha jirani ana haki sana. Ni wangapi katika sisi ambao kwamba wanaghafilika na hili? Hamzoeshi jirani yake kwa chochote, na hususan ndani ya Ramadhan hampatii hata kibakuli cha tende 7 za witr, hampatii pengine kinywaji kizuri amekipika vizuri mashallah cha maziwa na cha tende. Pengine jirani yangu, bwana watoto wangu hupenda juice, lakini angalau hii glasi moja na wewe uweze kuteremsha vizuri. Alhamdulillah, nashukuru, japokuwa ni aliyesir kichache. Wengi katika sisi hawana tabia kama hii ya kuzoesha kupeana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na pengine chakula tunachopika ni chingi, mwisho ya asubuhi tunakibwaga katika sulatul qumama, ya dustbin kubwa, mapipa la taka, na jirani hakika amelala na njaa, na pengine unamjua kwamba jirani yangu limuona jana hali yake hakuwa mzuri, hatukuonana sokoni, sikuona nyumba yake ikitoka moto, sikusikia harufu ya mkango, huyu najua leo amekula. Lakini mwache aingie adabu naye, hujifanya mjuaji sana. Mwata Ramadhani mtie adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hili ni jambo baya sana na linapingana na haki za jirani, wa adabul murua, na heshima na adabu zetu za Kiislamu inapingana na jambo kama hili. Kwa wewe unafurahikia jirani yako amelala njaa, na wewe chakula chako cha ziada kimezidi na unakitupa katika pipa la taka. Mtume anasema katika hadithi kama hilo pekee na Ibn Abbas radhiallahu anhuma, anasema samitu sallallahu alaihi wasallam yaqul ma amana bi man bata shab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bi. Ma amana bi, hakuniamini mimi huyo. Mtume anasema yupi? Yule ambaye kwamba bata shab'ana, amelala akiwa ameshiba kisawa sawa, na kujigeuza huku na huku wakati wa iftari na bembe na daku, shiba kisawa sawa. Wajaruhu ja'i'un, na jirani yake ana njaa. Wajaruhu ja'i'un ila jambihi, ubavuni tu uko na njaa. Wa huwa ya'lamu bi, anamjua kwamba uko katika hali hiyo. Rawahu Tabarani. Kwa hili Mtume amelikataa na kulikemea sana. Ukiwa unacho basi usimsahau jirani yako. Hii ni wakfa ya ngapi? Wakfa ya 4. Tuko pamoja? Wakfa ya 4 imekuwa na branch nyingi. Tunasemaje katika wakfa ya 4? Ramadhani ni shahrul jud wal ihsan, ni mwezi wa ukarimu, ni mwezi wa kufanyiana ihsan. Na katika kufanyiana ihsan tukahusia sana tusimsahau jirani, kwa sababu jirani ana mambo mengi sana. Na wakfa yetu ya 5 pia itakwenda hapo hapo katika kuchunga haki za jirani. Alwaqfatul khamisa, ihrisi fi ayami ramadhaniki, chunga sana katika masiku yako ya Ramadhan, na wewe umefunga unatarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alla tuudhi jiranuki, usije ukamuudhi jirani yako. Chunga sana hilo, alla tuudhina jirani,
usije ukamuudhi jirani yako. Lianna dhanba al-idhaa, dhambi ya kumuudhi jirani, a'dhamu 'inda Allah, ni dhambi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa idha adhaitaha wa anti saima, vipi ukiwa unamuudhi na wewe huku umefunga? Kweli saumu iko kweli hapo? Ikiwa kawaida kumuudhi jirani ni katika dhambi kubwa, je, umuudhi jirani yako kipindi hiki muhimu cha Ramadhan, na wewe ni mwanamke uko na Ramadhan? Waqad nafa sallallahu alayhi wasallam, tazama mtume amekanusha iman ya mu'min, ya muislamu, imani yake imewekwa kando, amman la yakufu sharrahu an jarihi, yule ambaye kwamba shari kwake haikomeki kwa jirani yake, anamtafutia kila njia kumuudhi jirani yake na kumwekea shari. Huyo mtume amesema imani yake imekanushwa. Mtume amesema hii imani yake haina maana yoyote, kuamini kwake ni bure sana. Na hii ni hadithi vile vile imepokewa na Abi Shuraihin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wallahi la yu'min, mtume akaapa kwa mara kwanza, na apa kwa Mwenyezi Mungu imani yake haijakamilika. Wallahi la yu'min, na apa kwa mara pili imani yake haijakamilika. Wallahi la yu'min, na apa kwa Mwenyezi Mungu imani yake haijakamilika. Masahaba akamwambia qila wa man ya Rasulullah, umeapa mara tatu imani yake haijakamilika mara tatu, ni nani huyu? Qala, mtume akasema alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ni yule ambaye kwamba jirani hasalimiki na shari yake. Yule ambaye kwamba jirani hatosalimika na shari yake, yani mtu ambaye kwamba anamfanyia shari na kumuudhi jirani yake, basi na hapa kwa Mwenyezi Mungu imani yake haikukamilika, imani yake haikukamilika, imani yake haikukamilika, amekuwa ni naqisul iman, upungufu wa imani. Na yeye ameambiwa ndani ya Ramadhani, man sama ramadhana imanan wahtisaba, na imani yake ishakanushwa na mtume, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sasa je, ana mazuri katika Ramadhani? Kwa hivyo chunga ulimi wako, maana kidogo mkikorofishana hata kwa watoto wadogo tayari msha panic, kila mtu na mtoto wake. Chunga sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, usije ukaharibu saumu yako na ikawa haina fadhila yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal akhbara sallallahu alayhi wasallam, katika hili kumuudhi jirani, mtume amesema mbali na kukanushwa imani yake kwa imani yake ni pungufu, bali mtume amesema ni haramu kuingia pepo. Yule ambaye mwenye kumuudhi jirani yake ni haramu kuingia peponi. Katika hadithi sahihi iliyopokewa na Muslim min hadithi Abi Huraira, mtume anasema la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, hatoingia peponi katu yule ambaye kwamba jirani hasalimiki na shari yake, ananitafutia kila njia ya kumkera, na mtafutia sababu sijampata, mara mwekea utafu mlangoni, mara mtupia maji ataka, ili kusudi atoke, akitoka nami ndio napata sababu ya kumvaa. Wamtafutia kila njia, basi ujue umeingia katika mtego wa Allah, hutoingia katika pepo ya Allah katu. Sasa ole wake yule ambaye kwamba anamuudhi jirani yake na yeye amefunga nane ya Ramadhan, kisha anasema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Mwenyezi Mungu wewe ni unapenda msamaha, ni mwingi wa kusamehe, nisamehe. Wakati wewe unamuudhi jirani yako. Kuna makosa hayasameheki kwa Allah, makosa ambayo tumekoseana sisi kwa sisi, mpaka umtake msamaha ndugu yako. Kwa hivyo tazama hapa katika hii wakfa ya 5 kwamba kumuudhi jirani na wewe umefunga ni dhambi kubwa sana. Kumuudhi jirani imesababishwa mtume kukanusha imani yako, wewe imani yako ni pungufu. Kumuudhi jirani imesababisha wewe usiingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna mabaya zaidi. Mtume anasema kumuudhi jirani ashaddu tahriman, uharamu wake ni mkali zaidi, ni uovu zaidi, min adhiyati ghairihi, kuliko kumuudhi mwingine pangine uko majengo,
pengine uko Bamburi na uko Bakarani, kule kumuudhi pia ni dhambi yule, lakini madhambi yake hayalingani na madhambi ya jirani. Ya jirani ni mara 100. Jirani wa mbali umemkosea mara 1 na dhambi 1 mbele ya Allah. Jirani umemkosea wa karibu, umemkosea ni dhambi mara 100 kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana dhambi maradufu, umepata dhambi nyingi. Hadithi sahihi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na al-Miqdad bin al-Aswad radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala li ashabi, wakati mmoja Mtume aliwauliza maswahaba zake, ma taquluna fi zina, mnasema nini kuhusu gonjwa la zina hili? Qalu, maswahaba wakamjibu, haramahu Allah wa rasuluhu, Allah na mtume wake ameharamisha kitendo cha zina. Fahuwa haramun ila yaumil qiyama, zina itabaki kuwa ni haramu mpaka siku ya kiyama, ni hivyo hivyo haramu, hakuna siku zina itakuwa ni halali. Faqala lahum, mtume kwamba elimu yenu imefika hapo kwamba kweli zina imeharamishwa mpaka yaumil qiyama. Mtume akazidisha akamwambia, li an yazni ar-rajulu bi'asharati niswatin aisaru alayhi min an yazniya bimraati jarihi, kuzini na wanawake 10, kuzini na wanawake 10 wa mitaa mingine, madhambi yake ni kidogo kuliko kuzini na mwanamke wa jirani. Kuna maudhi zaidi hayo? Jirani ametoka ameenda kazini zamani za usiku za kukesha, wewe tayari unanyemelea nyumba za watu. Anaambia mwanamume kuonyesha la kumuudhi jirani ni baya zaidi, na mfano wa hadithi hii unakwenda kila mahali. Ovu la kumuudhi jirani ni baya zaidi, mara ngapi? Itakuwa 10 kuliko kumuudhi pengine aliyekuwa mbali. Kisha Mtume kauliza tena, mwasemaje kuhusu kuiba? Ma taquluna fi sariqa? Qalu, masahaba wakamjibu, haramaha Allahu wa rasuluhu, Allah na mtume wake ameharamisha kuiba. Fahiya haramun, kuiba ni haramu. Qala, mtume akasema, li an yasriqa ar-rajulu min 10 abyat, mwanamume aende kaibe nyumba 10 zingine, uovu wake na dhambi yake ni ndogo kuliko kuiba nyumba ya jirani yake. Kwa hivyo hadithi hii atoa shahidi kuwa mtume amesema kumuudhi jirani uovu lake ni zaidi kuliko kumuudhi mwingine ambaye si jirani. Kwa chunga ujirani mwema na uhifadhi, ili saumu yako iende vizuri bila kumuudhi jirani yako mwezi mzima. Na ukiweza kujifunza ndani ya mwezi mzima bila kumuudhi jirani yako, basi huenda ikawa dawa na miezi mingine yote Mwenyezi Mungu akakupatia hidayah kama hiyo, ukawa unaendelea wema na jirani yako. Haijakomea hapo, mtume amesema waja'ala idha aljari, mtume akajalia kumuudhi jirani mujiban lil'anati au mujiban lil'anati llahi wa la'nati nnas, inasababisha upate laana ya Allah, pia inasababisha kupata laana za watu. Kumuudhi jirani, ndio kaona kumbe Jibril kile kisimamo kirefu anamuhusia mtume, hala jirani, mazala Jibril yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Jibril angali ananuhusia kuhusu jirani mpaka nikadhania huu jirani ataekwa ni miongoni mwa wale ambao watarithi mali yangu nikifa. Mbona kila wakati ananuhusia? Kumbe kuna makubwa zaidi. Kumuudhi jirani utasababisha upate laana ya Allah. Kumuudhi jirani utasababisha kupata laana ya watu wa kulani. Na kalimatu la'an ni kilima kibaya sana. Unapokitoa kinakwenda kupanda mbinguni, ikikaribia katika mbingu, milango ya mbingu inafungwa kwa kuhudhuria kilima kama kile kibaya cha laana. Mwana kuangamia, mwana wa kuvunjika mguu, mwana wa kuwa hivi na vile. Kilima kama kile kikipanda, milango ya mbingu inafungwa. Allah hataki maneno hayo. Kilima kama kile kinarudi katika anga ya ardhi, kurudi chini, milango ya ardhi inafungwa. Hataki kilima kibaya ardhi. Kisha Allah kupitia kwa hadithi hii ya mtume, kilima kama kile kinazunguka kulia, kushoto, huku na huku, kutafuta mahali pa kuingia. Kama njabalini, kama katika vikombe vya sahani vasini kavunja, kama ni mahali ujue kuna laana imepita.
wewe kama unasikia chombo kimevunjika, laana imeingia, kuna mtu alikuwa amerushwa squad hapo, Mwenyezi Mungu amempenda ameipeleka kwingine. Hadithi sahihi. Kinakwenda huku na huku, huku na huku, ikiwa hakikupata mahali pa kuingia, Mtume anasema kinaanza sasa kurudi kwenda kwa yule aliyeapizwa, kwenda kwa yule. Ikiwa ni mstahiki, laana ataipata, na ikiwa si mstahiki, na Mwenyezi Mungu akitie mahali anapotaka. Kwa hiyo kilima kama kile hakikitakiwi. Sasa ikiwa Mtume akwambia kumuudhi jirani, laana utaipata, hata haipandi mbinguni direct tu papa, haendi mahali, kwa sababu Mtume ashakwambia utaipata kumuudhi jirani. Na watu pia watakulani. Haya majirani wameona hii action ambayo umeifanya ya kumuudhi jirani yako, na wewe majirani wengine wakakwapiza, zote zile zinapanda zinakuingia. Chunga na wewe umefunga Ramadhani yako, usije ukatoka na maneno kama hayo ya kumuudhi jirani ukasababisha laana. Mtume hapa anatoa mfano wa hadithi kama hii iliyopokewa na Abi Huraira. Anasema, hadithi iko katika Sunan Abi Daud, kuna bwana mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yashku jarahu, anamshtakia maudhi ya jirani yake. Faqala, Mtume akamwambia, idhhab fasbir, enda ukasubiri, vumilia, inna Allah ma sabirin. Akarudi, faatahu marratayn, akaja tena kwa Mtume mara mbili au thalatha, riwaya nasema au mara tatu. Ya Rasulullah, hajakomeka, amenikoma hapa, sina raha, jirani anikera, maudhi mbalimbali, nimesubiri lakini nimeshindwa. Faqala, Mtume akamwambia, idhhab, sasa rudi nyumbani kwako, fatrah mata'aka fi tariqi, chukua vyombo vyako vyote weka barabarani, kila mpita njia akuone, akuulize. Akikuuliza mwambie fulani amenifukuza kwa makero yake, hakukaliki, siwezi kuketi pale mahali, nimetoka nimemwachia yeye mtaa, nimetoka nimemwachia yeye nyumba. Mtume anamfundisha njia ya kumtibu jirani. Sahaba akaenda katoa vyombo vyake akakabe barabarani. Ikawa sasa kila anayepita, ja'ala an-nasu yamurrun wa yasaluna, wanamuuliza, fayukhbiru, manawapa habari ya ule jirani yake. Faja'ala an-nasu yal'anunahu, watu sasa wakawa wanaanza kumlani, mwana kuangamia, umfanye mwenzake ubaya wote huu, mwanamke hana raha mpaka ametoka barabarani, uovu gani, tabia gani? Kila anayepita akiuliza akiambiwa hulani, kila anayepita akiuliza akiambiwa hulani. Huyu bwana akaona sasa mimi naangamia, maana yaona wale watu mwapiza na kumkunja uso, akao ni mwenye kurudi kwa haraka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimesababishwa kulaniwa na watu, nimemfanyia jirani yangu kadha wa kadha na watu wanalilani. Mtume akamwambia, si majirani tu, ametangulia kukulani Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo chako, na watu nao wakafuata. Akamwambia, Rasulullah, mwambie arudi yule jirani, kuanzia leo nimemwahidi sitomuudhi tena kabisa. Tumwambia, enda nondoke hapa. Yule jirani akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kuudhiwa, akamwambia, dawa ishapatikana, sasa rudi, chukua vyombo vyako, regesha wapi? Nyumbani. Kwa hiyo sahaba ikawa ni mwenye kutubia juu ya makosa kama yale, na akamwahidi Mtume kwamba hatorejelea tena. Haya, kuna watu ambao hutaka tena msamaha kwa ule ambaye amemkosea, hubakia vile vile. Na pangine mtu wallahi akagura kweli, akaenda mtaa mwingine, pangine amemkimbia kwa dhiki za watoto wake, ni waraibu, huamvutia bangi jirani mpaka naye usiku chemua, naye pia mara huwa mkali kwa mumewe, mara mume naye kwa stimu za bangi za jirani naye pia huwa mkali kwa mkewe. Wakaamua kugura ule mtaa, wamekukimbia wewe, umesababisha laana kubwa sana umeipata katika maisha yako. Na ikiwa wewe umelaniwa, umetoka katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, mama zangu, katika wakfa kama hii ya 5, tuchunge tukiwa tumefunga na kumuudhi jirani, kwa sababu kumuudhi jirani ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoeleza katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza ovu lake
imekanushwa imani yako ni pungufu. Pili, wewe utasababisha usiingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi tuliyoitaja. Tatu, utasababisha wewe kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, huko kumuudhi jirani ovu lake basi ni kubwa zaidi kuliko kumuudhi yule ambaye ni wa mtaa mwingine mara ngapi? Mara 10. Hii ni wakfa ya 5 katika mazungumzo yetu, na tuje katika sehemu ya mwisho. Haijakoma hili la jirani. Wabayana sallallahu alayhi wasallam anna kathrata al-ibada, uwingi wa kufanya ibada, swala, saumu, adhkar, tilawatul Qur'an, wafanya khairi mbali zote unazitekeleza kwa khairi aina mbalimbali, hizo hazikusaidii chochote. La tughni an sahibiha shay'a idha kanat tuudhi jirana, haiwezi kukusaidia ikiwa wewe unamuudhi jirani kabisa. Swala zako, funga zako, Qur'ani zako, zote hizo hazina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa unafanyaje? Unamuudhi jirani yako. Na hii ni hadithi sahihi iliyopokewa na Abi Huraira radhiallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, kuna bwana mmoja alimuuliza Mtume, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, inna fulanata, na hii hadithi inahusu wanawake kabisa, inna fulanata, hakika mwanamke fulani, yudhkaru min kathrati salatiha, anatajika pale mtaani kwa wingi wa swala zake, mashallah ni mtu wa kuswali, wa siyami, na funga yake, wa sadaqatiha, na sadaka zake, ghaira annaha, isipokuwa na ugonjwa mmoja, tuudhi jiranaha bilisaniha, anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Ana ulimi mchafu mrefu kama nyoka kobra, anamuudhi jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno haya, mbali na swala, mbali na mazuri mbali, sadaka, siyam, Mtume akasema hiya finnari, huyo mwanamke yuko motoni, ni wa motoni. Madamu kumesimama katika swala humuudhi jirani yake kwa ulimi wake, huyo ni wa motoni. Qala, sahaba kamuuliza tena, ya Rasulullah, fa inna fulana, takuna na mwingine wa kike fulana, yudhkaru min qillati siyami, ana saumu kidogo, ibada zake ni chache, sadaka 2-3, na hiyo sadaka 2 ana maziwa hugandisha yakakauka kama maziwa kirori yale zamani, kwa kukauka zaidi kama maziwa ya unga. Yale maziwa ya unga yale ndio hutoa sadaka, hiyo ndio sadaka yake kidogo anaofanya. Lakini ya Rasulullah, ulimi wake mashaallah ameuhifadhi, hamuudhi jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiya fil janna, huyo mwanamke ni wa peponi. Mbali na uchache wa amali yake, madami ana nafasi ya kuhifadhi ulimi wake asimuudhi jirani, basi huwa peponi. Yaonyesha ile jirani ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika wakfa yetu ya 4 tumesema nini? Tusije tukasahau kule tukashika wengine. Wakfa ya 4 tumesema ni mwezi wa ukarimu na kuwafanyia ihsani watu mbalimbali. Tukasema hala jirani ana haki kufanyiwa ihsani zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Wakfa ya 5 kwamba katika funga yako usije ukamuudhi jirani. Katika kumuudhi jirani tumepata sasa kuna jumla ya maovu mara ngapi? Mara 5 yatapatikana. Utapata mitihani mara 5 au adhabu zake ni kubwa mara 5. Nataka hizo moja baada moja unitajie ili tuweze kwenda katika wakfa nyingine ya darasa yetu. Ya kwanza ilikuwa nini katika hayo maovu ambayo utayapata katika wakfa ya 5? Imani yake haijakamilika. Imani yake haijakamilika. Mtume alisema mara ngapi? Sawa? Yupi imani yake haijakamilika? Yule ambaye kwamba jirani hasalimiki na shari yake. Hiyo ya kwanza. Ya pili, jirani mwenye kumuudhi jirani ni haramu kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mtume amesema hatoingia peponi katu yule ambaye kwamba jirani hasalimiki na shari yake. Adhabu ya 3,
atapata laana za Allah na laana za watu. Ya 4, ovu la kumuudhi jirani dhambi yake ni mara 10 kuliko kumuudhi yule jirani ambaye wa karibu. Sawa? Taib. Hiyo ni ngapi? Ya 5 tumemalizia sasa hivi. Mbali na wingi wa ibada zako na swala zako na funga zako, madamu umemuudhi jirani, huingii peponi, wewe ni wa motoni. Na mbali na uchache wa amali zako, ibada zako ni ndogo ndogo, kidogo kidogo, lakini madamu unahifadhi ulimi wako na jirani humuudhi, wewe utaingia peponi. Hii ni wakfa ambayo kwamba tumeizungumzia. Ndo kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kama hii iliyopokewa na Tirmidhi wa sahahahu al-Albani akituambia, mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Na Ibn Hajar alipotafsiri hadithi anasema, jirani ni upi? Ismul jar, jina la jirani. Huweza kukapatikana Muislamu ni jirani, huweza ukaishi jirani na kafiri, huweza ukaishi na jirani na al-abid, mtu ambaye ni mtumwa wakati huo, na mtu ambaye ni fasik. Huweza kupata jirani akawa ni mkweli, huweza kupata jirani kuwa ni adui, huweza kupata jirani akawa ni mgeni, mtu wa town, aweza kupata jirani mtu kutoka mashambani, haelewi na mambo, usije kumtukana mshamba pale. Waweza kupata jirani ambaye akunufaisha, kuna mwingine anakudhuru. Kuna aina mbali za jirani. Tuseme kuna mwema na mzuri. Hata huyu kafiri ana haki pia, tuchunge haki zake za jirani kabisa. Useme ni kafiri unatakiwa umuudhi, umfanye kila maovu, la. Huyo ndio wa karibu kukuhami kuliko jamii yako. Nafikiri tumefahamiana. Twende katika wakfa ya mwisho wa darasa yetu ya leo. Jirani tumemweleza katika hali mbalimbali. Wakfa ya 6 ambayo inatufungia darasa yetu, almar'atu wa Ramadhan, mwanamke na Ramadhan, ni kuwa laysa ma'na as-siyam al-imsaku 'ani at-ta'ami wash-sharab wa qada'i ash-shahawati faqat, bal hunaka siyamul jawarih. Kwa hii namba 5, wakfa ya 6, andika kufunga kwa viungo. Viungo vyako pia vya mwili vinafunga. Sio maana ya kufunga ni al-imsaku ani taami, kwamba wewe mwanamke unajizuia na kula, washarabe na kunywa, wa qada'i shahawati na kukidhi matamanio ya nafsi yako. Usione kwamba la, nitajizuia mpaka wakati Mwenyezi Mungu alioniruhusu baada ya iftar, hapo nitastarehe na familia yangu. Nitajizuia magharibi kiingia, nitafuturu, nitakunywa, nitakula, ukafahamu hapo ndo saumu. La, saumu haina maana hiyo peke yake. Saumu pia kuna siyamul jawarih, viungo vyako vifunge. Macho yafunge Ramadhani, pua ifunge Ramadhani, ulimi ufunge Ramadhani, mkono ufunge Ramadhani, miguu ifunge Ramadhani. Inaitwa siyamul jawarih, funga ya viungo. Fa'alami rahimakillah, jua Allah akurehemu, anna saima, mfungaji wa kike, hiya allati samat jawarihuha anil atham, ni yule ambaye kwamba viungo vyake vimefunga pia na madhambi. Kuna mengine ni viungo vimefunga anil akli wa shurbi, kwamba hakitoingia kitu ndani ya tumbo, lakini kuna vingine vimejifunga navyo visije zikapata dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo inaitwa siyamul jawari, al-imsaku anil atham, unajizuia na madhambi mbalimbali. Na hapa tunapata ni katika sehemu mbalimbali katika viungo. Tukianza kiungo cha kwanza, hiya allati samat ainaha anin nadhri ila almuharramat, mfungaji wa kike ni yule ambaye kwamba macho yake yamefunga na kutoangalia vile vya haramu. Kuna wengine hawatoki katika madishi na vipindi vyao. Kuna watu pale wako uchi, maneno ya story ya kimapenzi, na kuna kuangalia nje pia kwa wapita barabarani. Wewe umeenda sokoni, lakini wanasema na jicho langu walia maaribu ukhra, naangalia ule mwenye kunipa futari ya ziada. Ya mume haitoshi, ni kiasa kununua nyama robo na hiki na kile, lakini pia tutafute na
cha ziada, niongezea hapa kidogo, tutaonana baadaye. Usije jicho lako likaangalia vitu kama hivyo ambavyo ni haram, na unapotoka unapambana na watu ambao ni ajnabi, wanafaa kukua kisheria, jicho lako lifunge vizuri. Ukifunga jicho lako na kuangalia vile ambavyo ni vya haramu, kwa sasa wewe unaangalia vya halali, jicho lako hapo litakuwa limefunga Ramadhani. Tuko pamoja? Kiungo cha pili, wasamatu udhnaha an sima'il muharramat, na sikio lake pia limefunga na kusikiliza yale ya haramu. Kusikiliza ya haramu ni mangapi? Kusikiliza uongo, ghiba, kusengenya, namima, fitna, mgurishaji maneno. Hebu nikupashe kidogo. Je, kifua chako kinaweza kubeba? Kinaweza kubeba. Sasa tusi jabali la Uhud pangine hilo. Kifua kitaweza kubeba kiulizwa fulani jana alipigwa na mumewe, namima, nakulu kalam, unagurisha maneno huku unapeleka huku, umeingia kusengenya na kisha pia umefitina. Fulani alikutaja vibaya jana, wewe ulifanya nini? Anagurisha maneno, basi nawe enda kamwambie, kampashe. Hiyo ni namima. Ulimi, masikio yasija kasikia, mwambie bwana na yaheshimu masikio yangu ndani ya Ramadhani hii, masikio yangu amefunga, toka hapa. Bila hivyo utakuwa wewe unapata dhambi ndani ya Ramadhani. Waghina, sikio lake limefungwa na kusikiliza mziki wa Diamond na mzuka. Kuna mwingine tu mzuka, sitaki kutaja jina lake. Sawa? Wa kulli anwa'il batil, na kila sampuli ya maovu usisikie sikio lako. Ndio ubaki katika almar'atu fi Ramadhan. Mwanamke na Ramadhani ataka kutoka siku ya Eid, wallahi iwe ni furaha kweli. Ile lisaim farhatani, leo ndo Eid, ana furaha, sema mmejitahidi asilimia kubwa ya Rabbi, sikio langu halikusikia mabaya yote min al-lagwi wal-lahwi. Kiungo cha ngapi? Cha pili. Kiungo cha tatu, wasamat yadaha anil batshil muharram, na mkono wake umefunga na kunyosha kuchukua kile ambacho ni cha haramu. Umeenda sokoni, na kile va, na kile na ba. Na wanawake wanatutia aibu wa Kiislamu siku hizi za Ramadhani, wakienda madukani pale marikiti kubangaiza shtuka, niqabu imevutwa imetoka katika begi, jamaa mwingine anajificha kwa CCTV anaonekana, ama hawatoki kila Ramadhani taklipa maoni. Sasa mambo kama haya. Kwa hivyo mkono wake haukufunga Ramadhani yule. Wasamat yadaha anil butshi almuharram, ananyosha mahali pa haram, anachukua kile ambao si chake. Unatakiwa mkono wako ufunge. Kiungo cha ngapi? Kiungo cha tatu. Wasamat rijlaha, ni yule mwanamke ambaye kwamba miguu yake pia imefunga anil mashi ila alharam, kwenda katika haram, amefunga. Kiungo cha mwisho, na si cha mwisho kwa jumla, wasama lisanuha, na ulimi wake umefunga anil kadhib. Ulimi sasa, hichi kiungo cha ulimi, sio kula, mahali pa kula ni kando. Ulimi pia unaonja. Hata mwanamke sopewa ruhusa ya kuonja iftari, sio ina chumvi ama ina sukari nyingi na saumu yake haiharibiki, lakini sio uonje kisha unateremsha ndani. Wasama lisanu wa anil kadhib, ulimi umefunga na uongo, hausemi uongo. Walfuhsh, kutamka maneno machafu. Qawl zur, maneno ya uongo. Qala alayhi salatu wasalam, Mtume anasema man lam yada qawl zur, yule ambaye hatoacha maneno ya uongo, wal amala bihi, na kufanya kazi uongo wake. Kuna kusema uongo na kufanya kazi uongo. Wajua haya madera yanatoka Dubai, mimi niletewa kwa dera moja shilingi 400, inabidi kama yule rafiki yangu jirani yangu nikuzie kwa bei hiyo 400. Yawezekana kweli? Mtu fanya biashara anunue rasilimali yake kwa ile bei auze kwa ile, sasa biashara gani hiyo? Na jirani huyo hakuna faida, lakini anakupambia quality yake ni hivi, kumbe hamna. Anatumia uongo, anaufanyia kazi uongo. Yeye mwenyewe anasema uongo, kisha anaufanyia kazi ule uongo ili apate kupanua biashara yake. Wal amala bihi falaysa lillahi haja, Allah hana haja na saumu yake, hana haja yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake, bora fadhali angekula. Na hii hadithi wengi walifahamu kuwa
inavunja saumu moja kwa moja. Saumu imebaki vile vile katika hesabu ya zile funga zako, lakini ni saumu ambayo haina thawabu hata moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imeondosha ajiri yote. Wewe unaitwa umefunga njaa, saumu yako hadhi yake ni aljuu wal atash, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine katika riwaya ya pili kwamba rubba saim laysa hadhuhu fi siyamihi illa aljuu wal atash, kwamba saumu yake haina hadhi yoyote isipokuwa ni njaa na kiu. Kiungo cha ngapi tumesimama? Ni kiungo cha tano, sio? Ni kiungo cha sita. Kiungo cha kwanza ni macho, kiungo cha pili ni masikio, kiungo cha tatu ni mkono, kiungo cha nne ni miguu, na kiungo cha ngapi? Cha tano ni ulimi. Tuje katika kiungo chengine, nayo ni tumbo. Tumbo nalo pia ni katika upande wa viungo. Wasama batnuha anit taami washarab, na tumbo lake nalo limefunga na kula na kunywa. Mchana mzima chakula ameweka kando, mchana mzima maji ameweka kando kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kiungo cha ngapi? Cha saba au cha sita? Cha saba. Tunaingia cha mwisho, wasama farjuha anirrafath, na uchi wake amefunga na kutenda kitendo cha ndoa. Rafth katika lugha ina maana mbili: uchafu wa mazungumzo, alfuhshu fil kalam, na arrafath ina maana ya kitendo cha ndoa. Na ile hadithi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaambiwa uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, kwamba usiku unapoingia mmeruhusiwa kuingia katika vitendo vya ndoa. Lakini kwa mchana kiungo kama kile kimefunga, Bwana hata akaja kwambia ni halali. Kwani wewe umeambiwa Mtume tufanye ibada kwa wingi ndani ya Ramadhani, na kitendo hiki ni thawabu kwa mafundisho ya Mtume, tukifanya tazidi kupata thawabu katika Ramadhani. Utaharibu saumu yako, utaharibu saumu yako. Hata mume akakulazimisha jitahidi, wachambelezo wenyewe ngumi, usiharibu saumu yako. Ikiwa atakushinda nguvu sasa ndio akufunge kamba, lakini kama hakukufunga kamba usiridhike. Mwacha kufunge kamba na miguu, saumu yako itabakia vile vile, yeye yake ndio itafanyaje? Itaharibika. Lakini kwamba amekurai nawe kidogo umelainika, nyote mumeharibu saumu yenu mchana, na mnatakiwa kafara kubwa sana. Kafara yenyewe ni kwanza kufunga, ni lazima ukomboe ile siku mmeharibu, kisha uache mtumwa huru. Huna nafasi ya kuacha mtumwa huru, ni ufunge miezi 2 mfululizo bila kuacha. Huna uwezo wa kufunga taaban, afya yako, ndio unaingia katika sehemu ya kulisha maskini 60 kama ule mmoja aliyekwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hiki ni kiungo cha mwisho kinatakiwa tukilinde katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa wakfa yetu ya 6 tunasema viungo navyo pia vinafanyaje? Vinafunga kama inavyofunga tumbo na kula chakula mchana wa Ramadhani. Tukimalizia wakfa yetu ya mwisho ni kuwa al-ashrul awakhir, 10 la mwisho, ihrisi ala alqiyami fil layl, kuwa na pupa na bidii kuinuka kisimamo cha usiku. Sisi bidii yetu 10 la kwanza na lishaisha. Leo ni tarehe 11, 10 la katikati pia bidii itapatikana kidogo. 10 la mwisho tunajisahau kabisa, wakati hilo ndo 10 la bidii. Kwa hivyo katika Ramadhani yako jitahidi 10 hili la mwisho lisikupite, na wewe huna fadhila za Lailatul Qadr, fadhila za i'tikaf. Kwa wale ambao wanajaliwa kufanya i'tikaf pale katika miswala yao ya misikiti kina mama, au misikiti ambao kuna miswala ya wanawake juu, waweze kufanya i'tikaf, lakini kwa idhni ya ule mume naye pia ikiwa anafanya i'tikaf. Hukujaliwa hiyo wewe, basi nyumbani kesha kwa tilawatul Qur'an wa tahari, na uwe na pupa kuitafuta ile Lailatul Qadr. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa
idha dakhala al-ashru, inapoingia ile 10 la mwisho, shadda mizarahu, anafunga kikoi chako kisawa sawa, na anajitahidi. Wa ahya laylahu, na usiku anauhisha kwa ibada mbalimbali. Wa aiqadha ahlahu, na anamwamsha mke wake, hamwachi kulala 10 la mwisho. Kwa hivyo wewe amka mwenyewe kabla hujaamshwa na mume wako. Hii ni hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Katika masiku kama haya, ni masiku mapesi sana ya mwisho, ni masiku ya kuhesabika. Fiha alfaizuna walfaizat, kuna wenye kufaulu wanaume na wanawake. Wayakhsaru fiha alkhasiruna walkhasirat, na ni masiku ambayo wengi wa kike na wa kiume wanahasirika. Wahrisi, na uwe na pupa fi tahari hadhihi lailati alazima, kuitafuta hii usiku wa cheo, usiku mkubwa sana, usiku mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usijiharamishe kukosa ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa umeinuka usiku katika masiku haya, na ni rahisi wallahi kuipata, hakuna mtu anayeshindwa kupata Lailatul Qadr. Kila mmoja wetu anaweza kuipata Lailatul Qadr, lakini tunaitumia mbinu gani? Mbinu walivyotueleza ahlu alilm ni njia moja pekee, sio njia ya mtego. Unajua njia ya mtego? Lailatul Qadr hupatikana siku za witr. Watu wanasema hivyo, Lailatul Qadr hupatikana siku za witr. Mimi nitainuka usiku wa 21, usiku wa 21. Leo ikiwa Ramadhani tarehe 20, usiku ndo nitaamka, inaitwa usiku wa 21, usiku wa 23, usiku wa 25, usiku wa 27, usiku wa 29. Na kuna wengine hesabu hiyo pia wachenga, huamka usiku wa 29 kumbe 30. Iko nyuma hii hesabu. 20 ndo huitwa 21. Ukiamka 22 usiku ndo umepata 23. Ukiamka 24 ndo utakuwa umepata usiku wa 23. Tunafikiri tumeelewana? Sasa kuna wengine hutegea hizo, sio hivyo. Hiyo sio njia ya kuipata Lailatul Qadr. Njia ya Lailatul Qadr kuipata, ahlul ilm wanatueleza, ni yule ambaye kwamba siku zote hizi 10 ameinuka kushamiri ibada. Ima anasoma Qur'an, akiwa kwa bahati mbaya uko katika ada, wamsabihi Mwenyezi Mungu, anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasikiliza darasa. Hakuna mpenyo kasema mimi sikujaliwa, ni siku zangu hizi. Unapitwa. Khairun min alfi shahr, khairun min alfi shahr, na kupita wenzako wanatoka na mali na thawabu. Usikubali kushindwa. Andikiwa wewe nao pia unamsabihi Mwenyezi Mungu, khairun min alfi shahr. Uandikiwe na wewe unamswalia Allah, unamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo khairun min alfi shahr. Hushindi kwa ibada kabisa, kama tulivyosema katika wiki iliyopita. Kwa hivyo ni siku zote 10 zifanyiwe kazi ili tuweze kuingia, na ujitahidi katika kila usiku useme maneno haya. Na Aisha radhiallahu anha anamwambia, ya Rasulullah, araaita in wafaqtu lailatul qadr, waonaje nikiafikiwa kwamba usiku ule ndio wenyewe na mimi nimeinuka, Lailatul Qadr ndio imeingia, wala si nyota ukasema ngoja niangalie mwangaza nitaiona nyota kubwa au mwangaza fulani, usiku ni usiku. Inaweza kuwa ni giza, mwanzo mwezi ushaenda giza, hapo unaelekea kuandama, sio? Kwa hiyo hapo ni giza tu usiku. Useme mpaka nimuone mwangaza fulani. Huenda pengine ni taa ya bichi huko imepiga juu anga, mwangaza mkubwa, basi useme ya Rabbi, kumbe ni mwangaza wa bichi huko. Kwa hivyo sio mwangaza, ni usiku wa cheo, hakuna ajuae. Na Mtume lao angewafahamisha maswahaba, kila mtu angetegea tamio, na watu wangekuwa wavivu. Tungesubiri lala salama, takomboa siku moja, hiyo ni khairu min alfi shahr. Ndio ikafichwa, tuitafute katika 10 la mwisho. Ukiafikiwa na Aisha akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema maneno haya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikiwa ni peke yako, ukiwa umekaa na ndugu zako, dada zako, maswali pamoja, basi dua ichanganye, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tusamehe sote. Hiyo ndio dua upatilize katika masiku haya ambayo inatukabili. Na nimeitanguliza hii wakfa kwa sababu wiki inayokuja tunaingia katika darasa yetu ambayo tumeahidi kufundishana mambo ya ghusl na mambo ya kukafani, na yale ambayo ni wajibu uyafanye kabla mwenzako hajatangulia mbele za haki, na ikiwa ashatangulia kwa haraka ni kitu gani unatakiwa ukifanye
kabla hujaanza kuingia katika osho la kwanza wala osho la pili. Tumekomea hapa, na ikiwa kuna suala nimewapa nafasi muulize leo ili tuweze kuendelea katika siku nyingine insha Allah. Na hiyo ndio siku natarajia itakuwa na asila nyingi, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufikishe hiyo siku tuweze kuelimishana zaidi. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.